majina naitwa Zanini Athmani, ni mwenyekiti wa wafanyakazi wa majumbani. Tumetoka mikoa tofauti hapa, tumeungana ili kuja hapa kuungana na wanawake wenzetu leo siku ya wanawake duniani. Tuko hapa kwa ajili ya kuungana na wanawake wenzetu na vile vile tumekuja kuomba rai na kuiomba serikali iridhie mkataba namba 189. Huu mkataba namba 189 ni mkataba wa kazi za staha kwa wafanyakazi wa majumbani. Huu mkataba ni mkataba ambao ni mkataba mahususi kwa wafanyakazi wa majumbani. Ni mkataba ambao tumeuomba kwa muda mrefu sana. Ni mkataba ambao umepitishwa tarehe 16 mwezi wa 6 2011 nchini Geneva, kipindi cha utawala wa Mheshimiwa Rais Jakaya Kikwete. Lakini mpaka hivi leo washapita marais awamu nyingine tofauti, lakini bado tunaona huu mkataba bado haujaridhiwa. Kwa hiyo tuko hapa leo tumeungana na wanawake wenzetu ili kuiomba rai serikali yetu. Tuna imani kabisa serikali ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ni sikivu, na vile tunamuomba kama yeye, kutokana na hii sekta ya wafanyakazi wa majumbani, asilimia kubwa tunaopata changamoto, tunapitia manyanyaso ni wanawake wenzake kama yeye. Kwa hiyo tunamuomba Mheshimiwa Rais, ikiwa kama mwanamke mwenzetu kabla ya kumaliza madaraka yake, tunamuomba kabisa kwa heshima na taadhima apate kupitisha huu mswada upate kuridhiwa mkataba namba 189, kwa sababu tunaona huu mkataba namba 189 ni mkataba ambao mkombozi kwetu sisi wafanyakazi wa majumbani, kwa sababu asilimia kubwa sheria za kazi imeangalia kote kwa wafanyakazi wa majumbani, ila baadhi ya mambo na sisi hatufanyiwi. Wafanyakazi wa majumbani tuna mapungufu mengi sana. Asilimia kubwa wafanyakazi wa majumbani, hata tukifanya kazi mpaka tunafikia uzeeni kwetu, hatuungwi kabisa katika mifuko ya hifadhi ya jamii. Vile vile hatutizamwi katika kuungana na mambo ambayo ya muhimu na mabosi wetu. Asilimia kubwa tunanyanyasika, hatuli kwa wakati, tuvewe tunalishwa mambo vyakula vilivyobaki. Asilimia kubwa changamoto tunazopitia, hatulipi ujira kwa wakati. Na vile vile kwanza tunashukuru serikali kwa kuitambua hii sekta, ambapo mpaka bodi ya mshahara imeweza kutupangia kima cha mshahara. Lakini leo tuko hapa tunaongea, tunaumia sana. Asilimia kubwa ya sekta ya wafanyakazi wa majumbani, ndugu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, hatulipi kima kile ambacho kilichotajwa na serikali. Imekuwa sisi ni watu ambao wengine tunalipwa hadi nguo, mishahara. Mwajiri anaangalia nguo zilizochoka, anampa mfanyakazi wa majumbani. Kwa hiyo tunapitia manyanyaso mengi sana. Kwa hiyo tunaomba serikali ituangalie kwa jicho la tatu. Tunaiomba sana serikali iridhie mkataba namba 189 wa kazi za staha kwa wafanyakazi wa majumbani. Kwa majina naitwa Desideria Simon. Leo tumekuja hapa kwa ajili ya maandamano na pia ni siku ya wanawake duniani. Lengo letu kubwa kwako wewe Mama Samia, mwanamke mwenzetu, tuangalie kwa jicho la pili changamoto ambazo tunazipitia huko majumbani ambapo tunafanya kazi. Ya kwanza ni kucheleweshwa mshahara. Bosi anakaa miezi 6, miezi 12 mwaka kulipa hela yako, anakuambia mimi nakuwekea. Hiyo ndio changamoto yetu kubwa sana sio wafanyakazi wa majumbani. Cha pili, masaa ya kazi yanazidi kushinda kazi. Masaa ya kazi yani yanazidi. Tunafanya kazi muda mrefu hatupumziki na masaa ya kazi yapo, lakini endapo talizia huu mkataba namba 189 na hisi masaa ya kazi, mabosi watakuwa wanaelewa nini cha kufanya kwetu sisi ili masaa ya kazi yaende sawa. Cha tatu ambacho tunapitia huko changamoto, tunadharaulika sana. Sisi tunadharaulika, yani tuangalie kwa jicho la tatu Mama Samia, tunadharaulika sana. Wanaona yani hizi kazi ni mbaya, yani kazi yani ambazo hazipo yani kwenye sekta yani zile haziingizi. Tunadharaulika, tunaitwa beki tatu sisi, majina ya ajabu. Sisi ni wafanyakazi wa majumbani. Tunaomba mtuangalie jamani. Asante. Kwa majina naitwa Said Michael Mungure, ni mfanyakazi wa majumbani, natokea Dar es Salaam. Tuko hapa kwenye siku ya wanawake duniani. Mimi nikiwa kama mwanamke, tumekuja hapa ni wafanyakazi wa majumbani. Tulikuwa tunamuomba mama yetu Samia Suluhu kuridhia mkataba namba 189 wa kazi za staha kwa wafanyakazi wa majumbani. Kwa sababu wafanyakazi wa majumbani tunanyanyasika, tunapigwa, tunanyimwa chakula.
tunafanya kazi katika mazingira magumu. Tulikuwa tunamuomba Mama Samia aridhie huo mkataba kwa sababu tutapata haki zetu za msingi. Pia wafanyakazi wa majumbani ni wafanyakazi kama wafanyakazi wengine. Tuheshimiwe, tupewe mikataba, tupewe mishahara kwa wakati, tupewe likizo, tupewe masaa ya kazi na mambo mengine mengi. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hotel inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.